Mchana wa leo au jioni ya leo tutajifunza somo linasema binti malkia mwenye faida katika ufalme. Nitaomba Lisa atanisaidia kusoma. Tutasoma Petro wa kwanza 2:9 alafu na Warumi 14:17. Petro wa kwanza 2:9 alafu tutasoma Warumi 14:17. Petro wa kwanza 2:9. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Amen. Soma tena Warumi 14:17. Maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu uko hapa kuathiri maisha ya mtu mmoja jioni ya leo. Chukua nafasi tena katika haya ambayo unataka kuyasema. Tuko tayari kusikia. Tumia kinywa changu kwa utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Watoto wa Mungu, mabinti malkia, jioni ya leo nimekuja kuongea na mioyo yenu. Sijaja kuwa motivate au kuwa inspire, hapana. Nimekuja kusema na mioyo yenu. Na binti malkia, kama ambavyo tayari watumishi wa Mungu wametoa definition, wamesema vitu vingi. Lakini tunapoongelea binti malkia au malkia, ina maana kuna ufalme ambao huyu malkia anaishi. Sasa huu ufalme tunaoongelea sio ufalme wa dunia. Sio ufalme ambao tunajua falme ambazo labda zinatawala katika dunia hii, katika nchi, katika maeneo mbalimbali. Lakini ufalme tunaoongelea ni ufalme wa Mungu. Na ndio maana ni binti lakini ni malkia. Sema binti malkia. Sema tena binti malkia. Sasa huyu binti malkia ambaye yupo katika ufalme, ambao ufalme tumesema ni ufalme wa Mungu, hajawekwa kwenye ufalme kama malkia ili kula tu na kunywa. Hajawekwa kwenye ufalme ili tu kuonyesha uzuri wake wa umbo na sura. Hajawekwa kwenye ufalme ili tu afanikiwe. Hajawekwa kwenye ufalme ili tu ajulikane kwamba yeye ni malkia. Lakini huyu binti malkia au huyu malkia anapoenda kwenye ufalme wowote, ina maana kama anaenda kwenye huo ufalme kuna mfalme. Huyu binti malkia anapoenda kwenye ufalme au kwa mfalme, anaenda kutimiza jukumu fulani. Sema jukumu fulani. Haleluya. Sasa kama anaenda kutimiza jukumu fulani, hilo jukumu anaenda kulitimiza au hiyo kazi anaenda kuitimiza, inategemea hiyo kazi izae matunda. Kwa hatafanya tu kazi ili mradi katika huo ufalme au katika nafasi ambayo amepewa kwenye ufalme, lakini hiyo kazi lazima ionyeshe matokeo. Kwa binti mfalme amekusudiwa kuwepo kwenye ufalme kama malkia ili kuwe na matokeo katika huo ufalme. Mtumishi mmoja wa Mungu alisema, nionyeshe mwanamke muombaji, nitakuonyesha mtu mwenye nguvu. Kwa huyu malkia anapokuwa amewekwa kwenye ufalme, kazi yake kubwa sana ambayo anapaswa kuifanya ni ule ufalme uonyeshe matunda, au ule ufalme uwe na matokeo kwa watu unaowaongoza. Tunapoongelea ufalme tunaongelea mamlaka. Tunapoongelea ufalme tunaongelea utawala. Kwa kitabu cha Mwanzo 1
mstari wa 28. Anasema Mungu alituumba ili tuweze kutawala. Kwa jambo la kwanza katika ufalme ni kutawala. Kwa sababu ufalme wote una nguvu, ufalme wote una mamlaka. Kwa ufalme uko pale kutawala, na hautawali kitu kingine, unatawala watu. Bwana Yesu asifiwe. Binti Malkia, unanielewa? Binti Malkia, unanisikia? Haleluya. Kwa binti Malkia amekusudiwa kuleta faida katika ufalme. Na faida ambayo Mungu anaitaka sio tu ya kiroho, lakini ianzie rohoni, lakini matunda yaonekane mwilini. Sasa nionyeshe leo binti mmoja au malkia mmoja ambaye anatambua nafasi yake. Nitakuonyesha jamii isiyo na majuto. Nitakuonyesha jamii au familia isiyokuwa na kushindwa, kwa sababu kuna malkia mmoja ambaye amesimama katika nafasi na akaamua kwenye hii nafasi, mimi kama malkia lazima kila kitu chema kizaliwe katika ufalme. Haleluya. Kwa hiyo kuwa malkia ni swala la majukumu. Kuwa malkia ni swala la kazi, sio swala la kujionyesha sasa kwa mimi malkia. Nimefika kwenye hii kasri, nimefika kwenye huu ufalme. Kila mtu atanielewa kwa sababu ya gari nitakalokuwa napanda au mafarasi nitakalokuwa naendeshwa, misafara ikinifuata. Hapana. Lakini binti malkia akiwekwa pale kwenye nafasi, anajua moja ya kazi, kwa sababu huu malkia nilionao, kazi yangu lazima nizae matunda ili ufalme uwe na faida kwa wale watu ambao nawaongoza. Ninamwona binti malkia katika jina la Yesu. Binti malkia leo anainua katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sema, mimi ni binti malkia. Sijaumbwa kuwepo tu, lakini kila nitakapokuwa nitatawala, nitasababisha athari ya mema popote nitakapokuwa, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Nimesema pale mwanzoni kwamba mtumishi wa Mungu anatengenezwa ndani ya miaka 30. Hiyo ni roughly. Inaweza ikawa zaidi, lakini kwa sababu kuna mchakato. Sasa Mungu anataka wewe binti ambaye umekuja katika hili kongamano la malkia leo, hata kuanzia leo uanze kuleta faida kwenye ufalme wa Mungu. Yamkini umekuwa ukileta faida, lakini faida zinazidiana na faida zinaongezeka kutoka kipindi kimoja mpaka kingine. Lazima ukue kifaida. Kwa Mungu anapokuangalia tangu umezaliwa kutoka kwenye tumbo la mama yako, pengine kuna maisha ulipitia, tumesikia shuhuda mbalimbali za jinsi ambavyo Mungu ametransform maisha ya watu kupitia darasa la transformation. Mungu amewapa watumishi wa Mungu wazuri wanaotaka mwishi maisha ambayo ni ya kusudi, mwe transformed, mind ziwe transformed. Na kama kuna mtu ambaye hata kama alishaingia kwenye darasa hajawa transformed, kuna yule dada anaitwa Stululu, amesema aliingia la kwanza akaingia tena, halafu akata. Kwa kama upo bado haujawa transformed, hujajua kwamba wewe ni malkia kwa ajili ya kazi njema, rudi kwenye darasa tena Januari. Punga mkono kama unanielewa. Na kama bado hujaingia kwenye hilo darasa, ingia kwenye hilo darasa. Kwa sababu hii kazi ya kuleta faida itakuwa na maana sana kama utakuwa transformed na kujua kwamba uko kama malkia kwa ajili ya faida ya ufalme. Haleluya. Haleluya. Sasa tunajua kazi ya mfalme ni kutawala. Mungu wetu ni mtawala, anatawala dunia, anatawala kila kitu. Na malkia ambao ni sisi kama kanisa lake na wewe kama binti, Mungu anategemea utawale pamoja naye. Anasema sisi ni ukuhani wa kifalme,
taifa teule, watu wa milki ya Mungu. Mungu anategemea katika utawala wake, wewe kama malkia umsaidie katika kutawala, kwa sababu uliumbwa ili uweze kutawala. Utawala unahitaji nguvu. Ameongea sana Pastor Sara habari ya nguvu. Unahitaji nguvu. Sasa ili uweze kutawala, lazima kwanza ujue vizuri identity yako. Na leo kwa dakika hizi chache zilizoko mbele yangu, kuna mambo matatu tu ambayo nimekuja kuyafanya, na naamini maisha yako hayatabaki jinsi yalivyo. Jambo la kwanza, nataka Mungu akusaidie wewe ujue, yani ikukumbushe kuwa wewe ni nani katika ufalme. Unajua kuna saa wewe ni mwana wa Mungu lakini unaishi tu vyovyote. Sasa nataka leo ujue kwamba wewe ni nani. Hilo ndio kusudi la kwanza. Wewe ni nani? Pengine umesikia sana lakini ukiona Mungu anarudia kuleta neno, ujue kuna jambo au kuna mtu ambaye bado hajatambua identity yake. Leo ukitambua vizuri identity yako, kuna vitu hautavikao vifanye, hautaishi kivyo vyote. Na leo nakuona ukirejea katika hiyo identity katika jina la Yesu. Inasema utaitambua na utaishi katika jina la Yesu. Lakini jambo la pili, nataka nikuonyeshe fursa zinazokuzunguka kama malkia. Nimesema kazi ya ufalme unapowekwa mahali, ufalme kwa sababu unatawala, huwa unatengeneza systems zake au mifumo yake. Kwa ufalme unatawala kupitia mifumo fulani. Sasa hiyo mifumo inapokuwepo, inahitaji watu ambao watasimama katika hiyo mifumo. Na hiyo mifumo inayokuwepo inatengeneza fursa mbalimbali. Kwa nataka leo uone kwamba ziko fursa za wewe kama malkia kusababisha athari na faida katika umalkia wako katika jina la Yesu Kristo. Na jambo la tatu ambalo leo nimekuja kuambia, nimekuja kukuamsha tena. Pastor Mage ameongea habari ya Mordekai wako ni nani. Esther alivyoenda kwenye ufalme, alipita mikononi mwa Mordekai kabla hajaenda kuwa malkia. Mungu alimtengenezea hiyo nafasi ya yeye Esther kuwa malkia, kwa sababu kulikuwa kuna malkia ambaye hakutii na akaondolewa katika ufalme. Kwa alipoingia Esther, sio kwamba kwa sababu alikuwa ni mzuri kuliko, kwa kuwa kuna mabikira wengi. Najua mnajua vizuri habari za Esther, lakini nimekuja kwa sababu lazima nakuja kukuamsha. Pengine ulilala, ulisinzia. Kuamsha hiyo ari ndani yako, ujue kwamba kuna agency katika ufalme, katika wewe kuleta faida. There is an urgency. Kuna uharaka katika nyakati tulizonazo. Kwa Esther akafika akajisahau kwamba alikuwa pale kwa kusudi gani. Mordekai akamwambia Esther, usifikiri uliingia tu kwenye ufalme, lakini umekuja kwa wakati kama huu. Lakini ukinyamaza Esther, ukinyamaza, Mungu atainua mwingine. Lakini na wewe utaangamia. Usifikiri utapona. Ndipo Esther akaamshwa. Akasema, kumbe kuna agency ambayo inanihitaji nifanye haraka. Kwa sababu sikuja katika ufalme kukaa tu kama malkia, lakini huu malkia wangu lazima usababishe faida katika hii jamii au katika huu ufalme ambao mume wangu anauongoza pamoja na mimi. Kwa Esther akainuka, ndio akaagiza sasa watu wafunge, na akakumbuka kanuni. Akakumbuka ni kitu gani kinaweza kusababisha athari. Akakumbuka kanuni. Akaagiza watu waingie katika maombi na yeye atafunga. Na kitu kinachonifurahisha sasa kwa Esther, unajua alisema, nimekuja katika ufalme kwa wakati kama huu. Lakini alisema kama ni kuangamia niangamie.
Hiyo ni urgency. Alitambua kwamba yuko pale kwa ajili ya faida. Watumishi wa Bwana, mamalkia wa Kristo, hakuna muda wa kupoteza. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu amesema kwamba sio kwamba unaishi mwaka huu alafu tena mwaka ujao tena utaishi, kuna maisha mengine. Tunaishi sasa. And now it is time. Kuna urgency katika ufalme. Kuna namna Mungu amekufanya malkia wake, lakini pengine bado kuna vitu ambavyo hauvifanyi katika ufalme ambao Mungu anategemea uvifanye ili vilete athari. Mungu anataka unyanyuke, binti malkia, ujue kwamba ufalme wa Mungu unahitaji ulete faida, unakuhitaji wewe kuleta faida. Kila mtu anayo nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Uzuri ufalme wa Mungu, sisi wote ni mamalkia wa Kristo. Hakuna nafasi ambayo inajaa. Kila mtu ana nafasi yake. Kila mtu ni wa thamani machoni pa mfalme. Kwa wewe unavyojiona, unayo nafasi yako ya kipekee ukiamua kuleta faida katika ufalme, ambayo haifanani na ya yule wala haifanani na ya mwingine yeyote. Kuna masomo mama amekuwa akiyafundisha kwa mabinti, binti raha, binti makini. Sijui kama unaelewa hii inamaanisha nini. Anatamani binti mmoja ainuke, atambue yeye ni nani, halafu aingie kazini, asababishe athari katika ulimwengu. Hauwezi kuta malkia ambaye anasababisha athari kwenye ufalme ambaye ni mlalamishi. Kikija kitu hichi atakwambia hichi. Pastor Mage akisema tunataka kufanya kongamano la mabinti leteni pesa kwa ajili ya kongamano, michango imezidi. Binti malkia sio mlalamishi, ni mtendaji, kwa sababu anatamani kuleta mabadiliko, anatamani kuleta athari. Hajionei huruma, hajiangalii yeye. Unajua kwenye ufalme, tunapoongelea ufalme wa Mungu, it's not I, me and myself. Ni Mungu, mwingine, alafu mimi. Huo ndio ufalme tunaoongelea. Na sasa kwenye ufalme hauwezi kutoa ambacho hauko nacho. Na ndio maana kwa sababu ni Mungu, alafu wengine, alafu wewe, lazima wewe ujichaji ndani yako, uwe na kitu cha kuwapa wengine. Kwa hiyo haitokei tu, lazima kwanza ukubali kwamba wewe ni malkia na uko kwenye jukumu, sio mlalamishi, mtendaji. Haleluya. Sio kila siku wewe una excuse. Ufalme unasimama vipi kama malkia kila siku ana excuse katika kufanya majukumu yake kwenye ufalme? Ukiitwa kuomba, hautaki kuomba. Una excuse kwamba umechoka, ulikuwa kazini. Na wakati wengine hata hawakuwa kazini, labda vishughuli tu vya nyumbani, hataki kuomba. Ukiambiwa kutoa mchango, ndio hivyo, kila siku sina na majukumu haya na haya na haya. Tumesikia ushuhuda wa Lisa. Tena sio mchango, sadaka, sema sadaka. Tumesikia shuhuda wa Lisa. Mimi nilikuwa nasikiliza kila kitu, maana nakwambia natoka hapa nikiwa mwingine kabisa. Sasa sijui kama wewe kuna kitu ambacho Mungu amesema na wewe. Mungu anamwambia fanya kitu hichi kwa ajili ya mwingine. Sio kama yeye hana uhitaji, anao. Anao tena mkubwa, unaohitaji ambao ni kikubwa kuliko kile ambacho anatakiwa kitoe. Lakini Mungu anamwambia fanya hichi. Alivyotii nini ambacho Mungu amefanya. Ndio maana Mungu haangalii kwamba eti una kikubwa ndio utoe. Anaangalia moyo wako. Je, una utayari wa kufanya kile kitu anachokuagiza kufanya katika ufalme? Unao utayari? Haangalii ulichonacho. Tunaangalia yule mama ambaye Biblia anatuambia kwamba alitoa senti ya mwisho, alichokuwa nacho cha mwisho. Wakati Yesu amesimama katika sehemu ya sadaka, anaangalia. Pengine kuna wengine walitoa mabilioni.
Pengine kuna wengine walitoa vitu vikubwa ambavyo kwa macho ya kibinadamu vilikuwa vinaonekana vikubwa, lakini yeye akasimama akatoa kile cha mwisho. Alafu Yesu mfalme wa wafalme akasema huyu mama ametoa kuliko kila mmoja. Nini alikuwa anaangalia? Kimahesabu ya kibinadamu utasema Yesu kwa nini anasema hivi? Hatuelewi, nafikiri hatuelewi, sisi tuliotoa mabilioni. Huyu mama huyu maskini tunamjua, lakini Yesu aliona moyo. Kwenye ufalme hakuna mtu asiye na cha kutoa. Hakuna. Na ndio maana kila mmoja anaweza kusababisha faida kwenye ufalme. Haijalishi hali yako, haijalishi ukoje, haijalishi. Mungu anataka hicho alichokupa ukitumie kwa ajili ya manufaa ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Leo unainuka katika nafasi yako katika jina la Yesu. Inasema unainuka katika nafasi yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Niko nafanya research ndogo tu, kwa sababu unajua ni vizuri kusoma na kufanya research. Mama alinifundisha. Na wakati nafanya research, professionally mimi ni human resources. Kwa nilikuwa nafanya research tu ndogo ya ajira Tanzania, kwa sababu kuna vitu nakutana navyo ninapokuwa kwenye kazi yangu. Nilipokuwa nafanya research nikawa naangalia miaka mitatu iliyopita, mwaka 2023. Mwaka 2023 kulikuwa kuna kwenye soko la ajira kulikuwa kuna watu 900,000 ambao walikuwa wanahitaji ajira Tanzania. Wamemaliza vyuo, wanahitaji ajira. Na research hiyo kanionyesha mwaka 2023 ikaonyesha 52% tu ndani ya miaka mitatu kutoka 23 mpaka ndio waliopata ajira. Hiyo ni karibia 50%. 50% wako wapi? Na kuonyesha fursa, sema fursa. Maana hizi sio changamoto kwa binti mfalme, kwa binti malkia, hizi sio changamoto, hizi ni fursa. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu hatuishi kwa ajili tu ya kuajiriwa. Ziko fursa ambazo Mungu ameziachilia, ambazo wewe unaweza kutengeneza ajira. Na ndio maana mama ameweka kongamano kama hili, ili moyo wako uinuke, ujue wewe ni nani katika ufalme, unapaswa kufanya nini, na suluhisho litoke kwako. Nataka nikwambie inawezekana. Ambao wanaajiri maelfu ya watu leo walikuwa kama wewe. Sitaki kuongelea ambao hawamjui Kristo, naongelea wale wanaomjua Kristo nao wafahamu, ambao wame create ajira. Why not you? Hebu jiambie, why not me? Why not me? Kama 50% ya watu wanamaliza vyuo hawana ajira katika nchi hii ya Tanzania, wewe kama malkia kwenye ufalme wa Mungu. Tumesoma kwenye kitabu cha Warumi ile 14, anasema ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Na kama katika ufalme wa Mungu ni Mungu wengine alafu mimi, sasa mimi nafanya nini katika hii changamoto? Kwako hiyo ni fursa, inatakiwa uiangalie kama fursa. Unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sijui kama mnanielewa. Unaweza kusema hivi, Pastor Happiness ananielewa kweli, anaelewa hata hali yangu. Mimi siangalii hali yako ya sasa, naangalia kile ulichonacho ndani, ambacho ndicho nimekuja kukiamsha leo, ili kilete faida, ili kilete faida, kwa sababu Mungu amewekeza ndani yako. Haleluya. Sijui kama mnanielewa. Kama unaelewa, mnyosha mkono hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mabinti malkia, unacho kitu ambacho hakuna mwingine yote anacho, ambacho ukikitumia hicho kipawa, ukitumia hiyo karama, ukitumia huo uwezo na uelewa ambao uko ndani mwako, ufalme wa Mungu utapata athari chanya. Kama malkia utaweza kusababisha amani, unaweza kusababisha haki, unaweza kusababisha furaha ya Roho Mtakatifu katika wale ambao Mungu atakupa kuwaongoza. Haleluya. Sijui kama tunaelewa. Unataka kuwa nani? Binti malkia, una ndoto gani? Una ndoto gani? Nafasi zipo, fursa zipo za kuleta athari.
Lakini tunasema hauanzii huko, tunaanzia nyumbani kwako, nyumbani kwenu, kwa wazazi wako, hiyo athari ionekane, hayo matunda yaonekane, lakini pia kanisani kwako, halafu ndio huko nje. Muulize jirani yako, wewe unafanya nini katika ufalme kama malkia? Kitu kingine ambacho nilikuwa nakiangalia kwenye hilo eneo, najua kuna watu hapa pengine wamaliza vyuo au wanasoma au walishamaliza muda mrefu. Kuna kitu ambacho ni fursa, ni gap lakini ni fursa, kujiendeleza binafsi. Kama malkia unatakiwa uwe na ufahamu wa mambo mbalimbali. Kuomba ni lazima, kusoma neno lazima, lakini lazima uwe na skills na knowledge za vitu mbalimbali ambavyo kwenye zile ndoto unazo muamini Mungu kwamba unataka kuleta athari. Unataka kuwa nani? Unataka kuwa waziri? Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa? Unataka kuwa mmiliki wa shule na vitu mbalimbali? Unataka kuwa nani? Lazima udevelop skills. Unajua utawala, tunaposema kutawala, ili uweze kutawala lazima uwe na ufahamu na uelewa wa mambo kwa kina. Sasa hiyo ni gap ambayo nimewambia professional yangu, ninapokuwa kule kwa mfano kazini, ukiangalia CV unakuta labda ni nafasi moja, kama ambavyo nimesema changamoto tulionayo ya ajira, lakini umekuta application 1000, nafasi moja. Sasa ili kuziangalia zile CV na kuidentify nani angalau hata aitwe kwenye interview, labda unahitajika watu 10 au 7 kwenye interview ili apatikane mtu mmoja, kuzichambua hizo 1000, unasoma, unaangalia wakati mwingine kuna gap katika skills. Watu hawana skills. Kwa lazima kama binti tafuta maarifa, jiendeleze kwenye maeneo mbalimbali. Ile simu ulionayo usiangalie tu mapicha, usiangalie tu story na video sijui vitu gani, pamoja na kusikiliza neno, lakini pia tafuta maarifa ya kile kitu ambacho unamwamini Mungu kwamba katika hichi nataka nisimame na nitawale katika hili eneo na nilete athari kwenye ufalme. Tafuta maarifa. Kuna gap katika skill. Unakuta mtu ni kweli amemaliza degree fulani, anastahili labda kazi fulani, lakini hana skills. Unaangalia kazi ambayo inahitaji mtu mwenye leadership skills. Siku hizi kila kitu kinapatikana. Unaweza kusoma masomo ya leadership kwenye vitabu, ukasema hata nimesoma hicho, ukakiongezea kwenye CV. Kwenye ufalme wa Mungu ili uweze kuwa na faida, lazima ufahamu, uwe na ufahamu wa mambo. Sababu hiyo ni gap lakini ni fursa. Sema fursa. Sema tena fursa. Lakini kitu kingine, mama anafundisha sana kwa habari ya kufanya kazi. Bado naongelea gap, kufanya kazi kwa bidii. Na kuna shuhuda waga nazisikia za kwake, jinsi anafanya kazi. Na namuelewa na najua jinsi anafanya kazi. Naangalia jinsi anavyosimama. Kuna sana naweza tu labda nimekuja Jumanne, nimepita hapa, ananiambia leo ilikuwa ni siku nasikiliza watu. Tangu asubuhi niko hapa nasikiliza watu. Hajala. Sio kama tunaelewana. Anafanya kazi kwa bidii. Sasa hiyo ni moja ya kazi. Nishawahi kumtembelea nyumbani, sio mara moja, mara kadhaa, lakini asubuhi, napenda kwenda asubuhi Jumamosi. Unakuta mama yuko busy na usafi. Ni miaka kama 2-3 hivi, sijui sasa hivi. Najua sasa hivi most of the time anakuwa hapa kanisani. Lakini unaangalia, ndio maana kwamba kuna mtu unamwangalia, yuko busy na usafi, anafanya usafi nyumbani,
kazi kwa bidii. Anafahamu nafasi yake kama mke. Anatambua nafasi yake kama aposto, kama mwalimu pia wa neno. Anasoma neno. Anatambua kwamba ana mabinti wanatakiwa wale neno. Lakini kuna kanisa, kuna wengine ni wababa wanatakiwa wasikie neno. Lakini ni kiongozi, anaongoza watu. Hivyo vitu vyote sio vitu virahisi. Anafanya kazi kwa bidii. Na hii kazi hafanyi tu, lakini kwa sababu ana maarifa kuelekea hayo maeneo anayofanya. Lakini kila mmoja leo tunaona athari ambayo Mungu anamtumia kusababisha. Haleluya. Hata wewe ni shahidi, hata shuhuda tu, kama basi haijatokea kwako, hata shuhuda ulizosikia ni matokeo ya faida ambayo ufalme wa Mungu unaupata kupitia mama huyu. Kuna shuhuda moja, wale watu wa matangazo wa Living Water, Mungu awabariki. Mama alikuwa anatoa ushuhuda mmoja, anasema alikuwa anauza mkaa. Anauza mtaa kwa mtaa. Nasikiliza, sijui kama mnasikiliza, sijui. Mimi nikisikiza hiyo inawasha moto ndani yangu. Nawaza wale mabinti zangu. Nawaza wale mabinti pale kanisani kwangu. Haleluya, watumishi wa Mungu. Wewe inawasha moto gani ndani mwako? Nakumbuka kuna wakati nimekuja hapa, kipindi ambacho ndio Mungu alikuwa amenileta kwake. Kuna maamuzi fulani nilikuwa nataka kufanya. Maamuzi fulani, siku nyingine nitayasema. Sasa hayo maamuzi yalikuwa ni magumu. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuyafanya hayo maamuzi. Sikuwa nimemwambia kama nataka kufanya maamuzi haya, ila nilikuwa nimemsimulia changamoto ambazo naona nakutana nazo kutokana na mazingira fulani katika utumishi na kazi na vitu vingi. Akaongea tu ushuhuda wake. Na sio kama hata nilimuuliza, ni Roho Mtakatifu alimprompt kusema ushuhuda wake. Tayari mimi nilikuwa na majibu. Nini ambacho nataka kusema? Ufalme wa Mungu unahitaji uwe na maarifa ili uweze kusababisha athari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nitaka kuongelea nguzo. Nimekaa muda mrefu kwenye introduction, ngoja jaribu kuelezea. Natafuta namna nzuri kwa sababu tayari watumishi wa Mungu wameshasema kuna kitu ambacho kiko ndani yangu kwamba lazima usababishe athari, usababishe faida kwenye ufalme. Wewe sio hasara. Haujaumbwa kusababisha hasara popote ambapo Mungu amekuweka. Anasema kwenye kitabu cha Warumi ile 14, anasema ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha. Kupitia wewe watu waone furaha kwenye familia. Wewe ni binti, wazazi waone furaha. Kuna wazazi wanasababisha machozi, kuna watoto wanasababisha machozi kwa wazazi wao. Pale ofisini wakikuona wanasikia nini? Wanasikia raha. Pale kwenye biashara, mtaa unaokaa, wanasema nini kuhusiana na wewe? Sababu unaweza kuwaza, kwa sababu mimi naweza nikafikia level za Mama Lilian Ndege, mimi naweza nikazifikia. Unaweza usifikie kwa wakati huu, lakini kwa sababu uko kwenye mchakato, kile ambacho unaweza kufanya kusababisha haki, amani na furaha unaweza kufanya. Watu wanasema nini wanapokuona? Pale unapoonekana, popote ambapo Mungu amekuweka, nini kinaonekana kupitia wewe? Haki inaonekana, amani inaonekana. Maana huwezi kutoa ambacho hauna, si ndio? Ina maana kama ili utoe haki, lazima haki ianzie kwako. Uwe na haki, uwe mtu wa haki. Unakuta labda Mungu amekuweka kusimamia kitu fulani, au unamwambia Bwana onekana. Ulisema unatutoa utukufu hata utukufu. Ulisema tutakuwa vichwa na sio mkia. Mungu kwenye hii nafasi
Mungu, kwenye hii nafasi nifanye kichwa, nipe hii nafasi, au nipe huu mtaji, nipe watu ambao nitafanya nao kazi au biashara. Alafu Mungu anakupa, labda Mungu amekupa kusimamia biashara fulani. Mungu anakupa watu. Wewe unataka hao watu wafanye kwa haki. Kusiwe na rushwa, kusiwe na wizi, kila kitu kiende sawa. Lakini pengine wewe hata hicho kidogo ulichopewa kusimamia hausimamii kwa haki. Unajua wakati mwingine unapewa tu test ndogo tu. Siku moja mtu mmoja akaniambiaje, napenda tu unavyovaa na unavyoonekana, naomba nikupe hii hela unisaidie hapo unaponunuaga, unisaidie na mimi kununua. Akamwambia, unafikiri unaweza kupata vitu vinavyonitosha, yani nguo zinazotosha? Nikamwangalia nikasema ya, naweza. Mimi najua nanuaga kwa bei gani. Lakini akanipa 100,000, akaniambia kanunulia. Akafu akaniambia ninunulie tu top 3 na sketi 3. 100,000. Mwambie jirani yako 100,000. Unaweza ukasema wow, sasa hii ndio fursa ya biashara. Hapa labda unanunua hiyo top kwa mfano labda 10,000, let's say. Ukapiga ukasema top 15,000. Kwa mara 3 45,000. Na skate labda unanunua 5,000. Baada ya kurudia change ukajipa na faida. Unajua ni vitu vidogo sana. Mwambie jirani yako ni vitu vidogo sana. Lakini ni haki. Badala ungesema, okay, kile ulichonituma hivi hapa 3 hivi na hivi 3 na change imebaki hii hapa. Ndicho nilichofanya. Ila mimi nakwambia rafiki yangu tu ambacho aliniambia nifanye, aliniambia wewe hiyo, yani huo ni mtaji. Sasa tunatestiwa na vitu vidogo. Ukiwa mwaminifu kwa madogo, Mungu anakufanya kuwa mwaminifu kwa makubwa. Inawezekana ikawa sio 100,000 ni 10,000. Wewe ni mwaminifu kiasi gani? Kuna wakati fulani mtu mmoja alipewa hela kanisani. Wakati huo ndo tumeanza kanisa kule Goba. Akaambiwa kanunua umeme. Akaenda akanunua umeme. Akaambiwa change kwa umenunua umeme wa kiasi gani? Akasema umeme huu hapa. Nimenunua wa kiasi hichi na kiasi fulani nimekula. Sasa wewe uliambiwa ule hicho kiasi kilichobaki. Kuwa mwaminifu kwa madogo. Ufalme wa Mungu ni haki, amani na furaha ya Roho Mtakatifu. Katika nyakati tulizo nazo, Mungu akinipa kibali nitaongelea hizo pillars. Nitaongea naamini kidogo kama muda utakuwa unaruhusu. Lakini kuna pillars ambazo zinasababisha ulete faida katika ufalme. Kitu tunapoongelea amani tunamaanisha nini? Amani lazima ianzie ndani. Na inaanza kwa wewe kumjua Mungu. Anasema mjue sana Mungu upate kuwa na amani. Halafu mema yanakujia. Kwa amani ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako. Katika nyakati tulizo nazo, usipolinda amani ya moyo wako, utateseka sana. Sababu ukinenepa kidogo, utaambiwa unakula sana. Ukipungua utaambiwa hauna chakula. Ukivaa vizuri utaambiwa anajifanya sana, anajua sana kuvaa. Usipovaa vizuri watasema ameishiwa. Sasa ufanye nini kuwafurahisha watu? Unahitaji kufurahisha watu. Amani. Ukimjua Mungu hakuna cha kusumbua, unajikubali jinsi ulivyo. Unajua kwamba mimi jinsi nilivyo, niko jinsi nilivyo kwa ajili ya mfalme na kwa ajili ya kuleta athari katika ufalme. Hakuna neno litakalo kusumbua. Sasa hivi kuna mambo mengi ya watu hata kuchanganyikiwa, depression, a lot of things tunakutana navyo. Kwa nini? Kwa sababu watu hawalindi mioyo yao kwa neno. Amani inapatikana kwa kumjua Mungu.
Watumishi wa Mungu wamesema mengi, binafsi kibinafsi. Huo ndio ufalme wa Mungu. Haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Na hicho ambacho unakuwa nacho wewe ukiathiri kwa wengine, faida inaonekana kwenye ufalme wa Mungu. Sasa nataka tuangalie pillars au nguzo za binti Malkia ili aweze kuleta faida katika ufalme. Nguzo ya kwanza, huyu binti Malkia ana moto wa kiroho. Hii ni nguzo ya kwanza. Binti Malkia, nguzo ya kwanza, lazima awe na moto wa kiroho. Moto wa kiroho. Tunapoongelea moto wa kiroho, ni ile kuwa na Mungu kikweli ndani. Wamesema binti Malkia ni binti aliyeokoka. Kwa lazima uwe na moto wa Mungu. Na ukisoma Mathayo 6:33 anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Sasa sijui unatafuta nini cha kwanza. Ni kitu gani ambacho umekiweka cha kwanza hapo? Lakini anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Ule moto wa Mungu lazima uchaji ndani. Bidii yako katika kazi, bidii yako katika elimu, bidii yako kwenye excellence na mambo mengine kama hayo ambayo unatamani kuyafanya kuathiri ufalme, hayana maana kama hauna moto wa Mungu. Kwa sababu katika nyakati hizo nazo inahitajika nguvu ili kuweza kuleta athari chanya katika ulimwengu wako. Wakati mwingine unajitahidi, kuna namna unatamani ujiweke. Sisemi kwamba kujiweka vizuri ni vibaya, ni muhimu sana. Lakini kama ndani hapako sawa, kama hauna ule moto wa Mungu, ile chaji ya Mungu, hauna muda na mfalme. Kumbuka tunaongelea mambo ya ufalme, si ndio? Malkia. Malkia mwenye amani ni yule ambaye anaelewa mfalme anataka nini. Na mfalme wetu huyu Mungu anataka ufalme wake kwanza. Hiyo ndio priority, sema priority. Sasa unapojua nini ambacho mfalme anataka ukakifanya, huo ndio unachochea moto wa huyu mfalme ndani yako. Anajaa, mambo yake yanajaa ndani yako. Wamesema watumishi wa Mungu kwamba binti Malkia anamilikiwa, na anamilikiwa na mfalme. Na huyu mfalme ni Mungu. Ina maana muda wa huyu binti Malkia ni wa Mungu. Fedha ya huyu binti Malkia ni ya Mungu. Chochote alichonacho huyu binti Malkia ni cha Mungu. Kwa ili aweze kuexist, alete faida, lazima huyu Mungu ajae ndani. Lazima moto wa Mungu uchochewe ndani. Na huo moto ni kwa kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Na ufalme wa Mungu ni nani? Ni nini? Haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Sio katika kula na kunywa. Sio katika kusema sasa wow, nimepata nyumba. Nimeweza kupanga, nimelipa kodi ya mwaka mzima, sasa ngoja nikae niangalie TV. Wiki nzima iko kweli najipa raha. Nimepambana mwenzenu kupata kodi hii. Kwa wiki nzima unakaa unasema hapa hamna kufunga wala nini. Yaani Bwana ameshanijibu. Nyumba tu ya kupanga. Tena hapa chumba kimoja na TV umenunua sawa. Una relax. Moto wa Mungu lazima uchochewe ndani. Kuendelea kuchochea huu moto wa Mungu lazima ujae, huyu Mungu ajae. Hiyo ndio nguzo, hakuna namna nyingine. Huwezi kutoa usichonacho. Unataka kutoa kitu cha kimungu popote, unataka kuleta haki, unataka kuleta amani, unataka kuleta furaha ya Roho Mtakatifu, lazima huyu Mungu ajae ndani. Kwa unapoambiwa kuwa na muda binafsi wa kuomba, chukulia serious. Kuwa na muda binafsi wa kusoma neno na kujifunza neno, chukulia serious. Hizi notes ambazo watumishi wa Mungu wanasema katika madhabahu yake hapa, chukua time, rudia zile notes. Mwambie Roho Mtakatifu, hapa unasema nini? Una kitu gani kwa ajili yangu hapa? Haitoshi kuja katika makongamano kama haya, moto ukachochiwa ndani yako, ukasema amen, umebarikiwa, ukagaragara hapa ukaombewa, alafu kesho ukarudi kwa kile kile. Haiwezekani. Haiwezekani. Tunatafuta kuonekana wakati mwingine.
Tunatafuta kuonekana labda kwenye interviews, tunatafuta kuonekana kwenye tuonekane kwenye CV zetu, tuonekane jinsi tulivyo, tuonekane kwamba tunaweza kusema labda public speaking na vitu vingi. Lakini nataka nikwambie, hautakiwi kuhangaika na hivyo. Wewe chochea moto wa Mungu ndani yako, watakutafuta. Kuna kazi wakati mwingine mimi binafsi naitiwa, sija apply. Wanasema tu nimepewa CV yako na mtu fulani, kuna hii kazi unahitaji. Mwenye akwambia nilikuwa naomba kwa sababu na ili shirika ni loko, tunahitaji director kwenye hichi kitengo. Na nilipokuwa naomba, Mungu Roho Mtakatifu aniongoza nije kwako, uko tayari? Sijaomba kazi. Naambia mimi subiri niombe. Kwa sababu sio kila mahali pa kwenda mpaka umeongozwa. Lakini nini nataka kusema, chochea tu moto wa Mungu ndani yako. Huwezi kuleta athari, hauwezi kuwa na faida katika ufalme wa Mungu kama Mungu hajajaa ndani yako. Nakumbuka nikiwa binti kama wewe, nikiwa shule ya sekondari, mimi niliokoka nikiwa form 1. Na nikamaanisha kabisa tangu nikiwa form 1. Nakumbuka nilikuwa na miaka 13. Na katika hiyo shule nilikuwa naitwa Happy Mlokole. Happy Mlokole ndio jina ambalo nilikuwa nimebatizwa. Happy Mlokole. Sababu nilimaanisha tangu nimeokoka. Sijui watu wanaenda disco, anakuja kwa naomba uniazime hiyo buti yako. Nikamwambia no, kiatu changu hakiendi disco. Kwa walikuwa wananifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nini nataka kusema, athari katika ufalme nikiwa pale shuleni, likilipuka pepo. Mimi nakumbuka nilikuwa hapo form 2 hivi. Likilipuka pepo kwenye mabweni ya form 4, utasikia Happy Mlokole, nendeni mkamuite. Naenda kukemea pepo na linanyamaza, watu wanalala. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na muda wa kuomba kila siku saa 11 asubuhi. Natoka bweni naenda kwenye madarasa, naenda kuomba. Sikuwa prefect. Nilikuwa tu kiongozi wa UKWATA, mwenyekiti wa UKWATA. Sikuwa prefect. Lakini nakumbuka ikitokea issue yoyote. Nakumbuka kuna issue ambayo ilishindikana, watoto wameshaitwa kwenye kamati ya nidhamu, wamesemwa lakini haiwezekani. Naongea na binti mmoja. Walimu wamepewa suspension, wamerudishwa, tabia fulani ya homosexual, tulikuwa shule ya wasichana. Waache, hawataki, hawaachi. Wazazi wamenyosha mikono. Nilivyosikia hivyo, kila mtu anawanyoshia kidole. Wakati huo nakumbuka nilikuwa form 3. Nikaenda kwa wale mabinti. Watu wakaanza wananiambia ilikuwa Jumamosi. Watu wanaongea watu wako nje. Wanaanza kuwazoza. Nikaenda nao kwa darasa moja. Ilikuwa sio siku ya darasa. Nikaanza kuongea nao. Nikawaambia habari za Yesu, upendo wa Kristo. Jinsi ambavyo Mungu anaweza kuwasaidia. Wale mabinti waliokoka. Leo ni watu wakuu wa Mungu kwenye wizara sehemu mahali. Mmoja na mwingine ni mama ameolewa. Mungu haangalii hali yako au status yako ya sasa ili utaanza kuathiri au utaanza kuleta faida kwenye ufalme ukiwa labda mchungaji kama Pastor Edna hivi au Pastor Sara. Pastor Sara anajua kuhubiri. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Hauwezi kuathiri kama Pastor Sara. Hapo ulipo unaweza kusimama katika nafasi. Kuna watu ambao mama yangu Lilian Ndege hawezi kuwafikia, lakini wewe ambaye ni Mungu amekuweka, umenyonya, umejifunza kutoka kwa mama, una ile mbegu isiyoharibika ya kiungu ndani mwako ambayo imelelewa, unaweza kusababisha athari kwa sababu mbegu isiyoharibika inaishi ndani yako. Sasa unaishi vyovyote leo, unaona uko idle, hauna cha kufanya. Kwa sababu hautaki kuleta athari, hautaki kuleta faida kwenye ufalme. Niwahi kusikia ushuhuda wa binti mmoja, amemaliza chuo, hana kazi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akasema naye, akamwambia kwa sababu hauna kazi, nataka sasa uanze kushuhudia. Asubuhi unaenda kushuhudia. Ukiamka ile saa unaoga vizuri, unaenda kushuhudia. Unashuhudia mpaka saa 7 lunch time, unaenda kanisani. Unaomba.
lunch time ikifika ikiisha unarudi kushuhudia mpaka jioni watu kutoka kazini. Alifanya hivyo kwa wiki 2 tu akapata kazi. Na alikuwa amekaa miaka hana kazi. Unasema I am idle, I don't have anything to do. Una kazi katika ufalme. Unapata mawazo, unapata changamoto mbalimbali, unajikuta umeingia kwenye uzinzi, unajikuta umeingia kwenye masengenyo, unajikuta umeingia kwenye vitu ambavyo sivyo ambavyo wewe uliumbwa kwavyo, sio vya kwako, sio wewe, kwa sababu hiyo sio mbegu yako, hiyo ni mbegu ya adui. Unajikuta umeingia kwenye mtego wa adui kwa sababu hautaki kuleta athari na faida katika ufalme wa Mungu. Chochea moto wa Mungu ndani mwako. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Chochea moto wa Mungu. Acha Mungu ajae. Bwana Yesu asifiwe. Acha Mungu ajae ndani yako. Pata muda wa kutosha na Mungu. Kuna mtu mmoja alisema, mbona kila siku unasema Mungu amesema na wewe hichi, Mungu amesema na wewe hichi. Mbona mimi sijui sauti ya Mungu? Kama hauna muda na Mungu, utaisikiaje sauti yake? Unaweza kufikiri watu labda wanajifanya, anaposema nimesikia hichi, nimesikia hichi. Mungu anazungumza, kile anahitaji ukae naye. Pengine hata anakuwa ameongea lakini hujui kwa sababu hauna muda naye. Hata sauti yake hauijui. Lakini Mungu anataka uchochee. Hiyo ni nguzo. Unataka kuwa binti malkia mwenye faida kwenye ufalme, chochea muda wako na Mungu. Pata muda wako binafsi. Nafurahi unasikia mapasta wanasema tunaamka saa 8, saa 9 tunaomba. Hayo ndio maisha. Hayo ndio maisha. Hujaanza kufanya hivyo, hujaanza kuishi. Nakwambia mimi nilikuwa nafanya hivyo nikiwa form 1, form 2. Sijui una umri gani, mwambie jirani yako wewe uko form gani? Hakuna excuse. Hakuna excuse. Lazima maisha yako yaathiri. Juzi mama yangu amefariki, lakini amefariki katika Kristo. Na alikuwa muombaji. Lakini nakumbuka wakati nimeokoka, niliwekwa kitimoto na baba na mama. Nikiwa form 1. Umekosa nini? Tumekulea, tumekupa kila kitu. Unaanza kuokoka, unaokoka unataka nini? Mbona unatuaibisha? Nikamwambia baba na mama, nilikuwa nimekaa katikati yao. Je, nikae katika hali hii ya wokovu au niwe na tabia ambazo nikawapa mfano wa binti mmoja ambaye alikuwa yuko hapo. Alikuwa na tabia ambazo hazieleweki. Wakakaa kimya. Walipokaa kimya, nikarudia mara 3, hawakusema chochote. Nikaamua kutembea na Yesu. Leo nilifanyika lango la wokovu kwenye familia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Una kitu cha kutoa kuleta athari katika ufalme. Kama hujafikiria yale makubwa ya nchi, ya kimataifa, anzia na hapo ulipo. Pastor Sara amesema alianzia kwa mtoto wake. Mtoto. Haleluya. Huyo mtoto lazima ijulikane kwamba yuko Mungu ambaye ninamtumikia. Haleluya. Na walimu wakajua kwamba yuko Mungu. Kama wale walimu walimfanyia interview yule mtoto na wakaona hali yake na baadaye wakaona amepata A, hawajamjua Mungu tu. Unaweza kuleta athari katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Muda wangu umeisha. Kesho Mungu akinipa nafasi tutaongelea hizi pillars zingine. Ziko pillars 4. Lakini moja hii ambayo nakuacha nayo leo. Chochea moto wa Mungu na uanze leo. Usiku wa leo mwambie Mungu, kuanzia leo nimesikia neno lako, sitaki nilale sijafanyia kazi kile nilichokisikia jana. Leo nataka nichochee moto ndani yangu. Ikiwezekana hata usilale, pata na muda wa kusoma neno na kuomba. Mwambie Mungu, kuwa king'ang'anizi kama Yakobo. Alimwambia malaika, sikuachi mpaka umenibariki. Hakuna namna ya kuwa na faida. Utakuwa binti mfalme, binti malkia asiye na faida kama hautachochea moto wa Mungu ndani yako. Lazima Mungu ajae ndani yako. Simama kwa miguu yako.